Huna pesa nyingi? Ujuzi ni mdogo? Umechelewa kuanza? Sasa fikiria hili. Hata mbegu ndogo inapandwa, inakuwa kuwa mti wenye matunda. Na hata kipande kidogo cha maji kinaweza kuunda mto mkubwa. Hatua ndogo unazochukua sasa zinaweza kubadilisha maisha yako kwa daima. Hii si hadithi, ni mwongozo wa kuanza. Sasa, leo. Usiondoke, kaa hapo hapo. Sikilize mbinu madhubuti za kufikia uhuru wa kifedha kwa mujibu wa Robert Kiyosaki ndani ya kitabu chake cha Rich Dad Poor Dad. Karibu. Sura ya 8. Getting started. Kuanza. Baada ya kueleza falsafa ya kifedha, tofauti kati ya mali, maana assets, na madeni, maana liabilities, na jinsi vizuizi vya ndani kama hofu na uvivu vinavyoweza kukuzuia, sasa Robert Kiyosaki anakuuliza swali moja kuu. Uko tayari kuanza safari yako ya kifedha, lakini utaanzaje? Anasema, wengi hukwama kwenye hatua hii kwa sababu wanangoja wakati mwafaka, wakati ambao hautawahi fikia. Hivyo sura hii inakupa mwongozo wa namna ya kuanza hata kama huna pesa nyingi, elimu ya kifedha au uzoefu mkubwa. Kiyosaki anasema, kila safari huanza akilini. Msingi wa uhuru wa kifedha hauko kwenye akaunti yako ya benki, bali uko kwenye jinsi unavyofikiri kuhusu pesa. Rich Dad alimfundisha, start small but start now. The longer you wait, the harder it becomes. Anza kidogo, lakini anza sasa. Kadri unavyosubiri, ndivyo inavyokuwa ngumu zaidi. Kwa hiyo sura hii mwongozo wa kibinafsi na kiakili wa namna mtu anavyoanza safari ya kuwa huru kifedha hata kama hana pesa. Hatua 10 za kuanza safari ya uhuru wa kifedha. Kiyosaki anaorodhesha kanuni na hatua 10 ambazo mtu yoyote anaweza kutumia kuanza kujenga msingi wa uhuru wa kifedha. Tuzitazame kwa undani. 1. Tafuta sababu kubwa zaidi ya hali halisi, nguvu ya kiroho, the power of spirit. Kiyosaki anasema, watu wengi hushindwa kwa sababu hawana sababu ya kweli ya kuwa tajiri. Watu husema, nataka pesa, lakini hawana sababu ya kuendelea hata mambo yakikwama. Mfano, Kiyosaki mwenyewe alitaka uhuru wa kifedha ili asiwe tegemezi kwa kazi au serikali, na pia ili aweze kusaidia wazazi wake na wengine. Sababu kubwa ndiyo inakufanya uwe na uvumilivu wa muda mrefu. Bila hiyo, ukipoteza pesa kidogo, unakata tamaa haraka. Mfano mwingine, fikiria kwamba unaendesha mashamba madogo ya mboga. Ikiwa hujui ni kwa nini unalima, je, ni kwa chakula cha familia au kuuza sokoni? Itakuwa ni kazi bure na ni rahisi kuvunjika moyo kikwazo kidogo tu kikitokezea. Lakini ukijua sababu kama ni kwa familia, ndoto au msaada kwa jamii, inakupa nguvu ya kuendelea hata wakati changamoto zinakuja. 2. Chagua kila siku, nguvu ya uamuzi, the power of choice. Kiyosaki anasema, kila siku tunafanya maamuzi madogo madogo. Je, tutatumia pesa au tutawekeza? Je, tutasoma kuhusu uwekezaji au tutatazama sinema? Je, tutakaa na watu wanaolalamika au wanaowaza fursa? Mfano, anasema rafiki yangu mmoja alianza kujifunza kununua hisa kwa kuweka $100 kila mwezi. Wakati mwingine, kila mara alisema hana hela. Miaka 5 baadaye, rafiki huyo wa kwanza alikuwa na $12,000 kwenye akaunti ya uwekezaji, yule wa pili bado alilalamika hana pesa. Funzo: tajiri si matokeo ya siku moja, bali ni mfuatano wa maamuzi sahihi ya kila siku. 3. Chagua marafiki zako kwa makini. Nguvu ya ushawishi. Kiyosaki anaeleza kwamba tunakuwa kama watu tunaoshirikiana nao. Watu maskini hujadili gharama.
Watu wa tabaka la kati hujadili mishahara na matajiri hujadili uwekezaji. Mfano, alisema aliwahi kuwa na marafiki wawili, mmoja alikuwa analalamika kuwa majengo ni hatari, mwingine alikuwa tafuta fursa mpya ya majengo kila wiki. Kiyosaki alimfuata yule wa pili, na hapo ndipo alianza kununua nyumba ya kwanza iliyomuingizia mapato. Hata kwenye jamii zetu, kama unashirikiana na watu wanaopenda kulalamika maisha magumu bila ya kufanya kazi au kila kitu hakiwezekani, utajikuta ukishindwa pia. Lakini ukishirikiana na mtu anayejitahidi kila siku, unaongeza ujasiri na uzoefu wako. Marafiki wabaya ni sumu ya kifedha. Hata kama una elimu, mazingira mabaya yanaweza kufifisha ndoto zako. 4. Jifunze formula moja, kisha jifunze nyingine. Nguvu ya kujifunza haraka. The power of learning quickly. Watu wengi wanashikilia njia moja tu: nenda shule, pata kazi, weka akiba benki. Lakini dunia inabadilika haraka. Mfano, Kiyosaki alianza kwa kujifunza formula ya kuuza bidhaa. Baada ya miaka, akajifunza formula ya uwekezaji wa mali isiyohamishika, kisha akaingia kwenye uwekezaji wa hisa na hatimaye akawa mwandishi. Kwenye maisha halisi, mfano mama ntilie, kama anajua jinsi ya kupika ugali, lakini anataka pia kujaribu kujua vyakula vingine, mfano chapati au aina nyingi za mikate. Hatua kwa hatua anajifunza vitu vyote hivyo na hatimaye anaweza kula au kuuza vyakula vingi vinavyomletea faida. Funzo: matajiri hubadilika kulingana na wakati. Maskini hushikilia misemo ya zamani. Hiyo njia haifanyi kazi bila hata kujaribu. 5. Jilipe nafsi yako kwanza. Nguvu ya nidhamu. Hii ndiyo kanuni maarufu ya Kiyosaki. Anasema kabla hujalipa bili, kodi au madeni, weka sehemu ya mapato yako kwa uwekezaji au akiba ya mali. Mfano, Kiyosaki anasema wakati fulani yeye na mkewe walikuwa maskini sana, lakini waliendelea kuweka akiba kwa ajili ya uwekezaji kabla ya kulipa madeni. Matokeo yake, akili ililazimika kutafuta njia mpya za kupata kipato cha kulipa madeni hayo. Au pia, fikiria kama unapokea shilingi 1,000 kila wiki. Badala ya kutumia yote mara moja kununua chakula cha zaidi ya lazima, unachukua shilingi 100 kuwekeza kidogo. Ndipo akili yako inaanza kufikiria kama mtu tajiri. Kinachofanya kazi ni kuweka akiba kwanza. Kujilipa kwanza hukulazimisha kufikiri kama tajiri, kutafuta mapato badala ya kulalamikia gharama. 6. Lipa washauri wako vizuri. Nguvu ya ushauri bora. The power of good advice. Kiyosaki anaonya kuwa watu maskini hupoteza pesa wakijaribu kuokoa. Lakini wakipata mhasibu bora au broker mwenye akili, wanaweza kuokoa mara 10 zaidi ya walicholipa. Mfano, alisema aliwahi kulipa wakili wake vizuri kumshauri kwenye mkataba wa majengo. Mkataba huo ulimuokoa zaidi ya $100,000 baadaye. Kama angeenda kwa wakili wa bei rahisi, angepoteza fursa hiyo. Funzo: matajiri hawalipi kwa bei, wanalipa kwa thamani. 7. Kuwa Indian giver. Nguvu ya kupata kitu bila kupoteza. Kiyosaki anatumia usemi huu wa kihistoria kuelezea dhana ya kurudisha mtaji wako mapema iwezekanavyo. Mfano, alinunua jengo dogo kwa $45,000. Baada ya miezi 12, thamani yake ikapanda hadi $60,000. Aliuza, akarudisha mtaji wake wote, akaweka faida, halafu akaendelea kuwekeza. Lakini mali ile ilimpa mapato wakati wote huo. Fikiria unaanza biashara ya kuuza mikate. Unawekeza shilingi kwa pesa za Tanzania 10,000. Baada ya mwezi unapata 12,000 shilingi. Badala ya kutumia zote kwenye ununuzi wa vitu vya anasa, unarudisha 10,000 kwenye biashara, unachukua faida 2,000 kama kipato chako cha kibinafsi. Hivyo, biashara yako inakuwa bila kupoteza mtaji na unapata faida kidogo kidogo. Funzo: lengo ni kurudisha mtaji wako haraka, kisha mali iendelee kukuingizia. 8.
tumia mali kununua anasa, nguvu ya umakini. Kiyosaki anaonya, watu wengi hununua simu, gari au likizo kwa mapato ya kazi. Lakini matajiri kwanza hujenga mali, mfano nyumba ya kupangisha, kisha mapato yake hutumika kununua vitu vya anasa. Mfano, alinunua mali iliyokuwa inalipa kodi ya $500 kwa mwezi. Mapato hayo ndiyo yaliyomnunulia Porsche yake. Hata wewe, badala ya kununua simu mpya na gari mpya mara tu unapopata pesa, unanunua kipande kidogo cha shamba au mashamba madogo ya kupangisha. Mapato ya shamba hayo ndicho kitakacholipia anasa yako baadaye. 9. Chagua mashujaa, nguvu ya mfano. Kiyosaki anasema mashujaa wake walikuwa Warren Buffett, Peter Lynch na Donald Trump. Alijifunza jinsi walivyowaza na walivyoshughulika na hasara. Mfano, wakati Buffett alipozungumzia kuwekeza kwa akili, Kiyosaki alianza kusoma vitabu vyake na akaanza kufikiri muda mrefu badala ya kutafuta faida ya haraka. Kwenye maisha ya kawaida, kama unataka kujifunza uwekezaji, tafuta mtu anayefanya vizuri kwenye sekta hiyo. Sikiliza, uliza maswali na ujifunze kutokana na makosa yao. Funzo: shujaa sahihi huchochea fikra zako kuwa na kiwango kipya cha ujasiri na maarifa. 10. Fundisha nawe utapokea, nguvu ya kutoa. Kiyosaki anasema kuna nguvu ya ajabu katika kutoa. Anasema alipoanza kufundisha wengine kuhusu pesa, alianza kupata fursa mpya zaidi za biashara na uwekezaji. Mfano, alifundisha semina ndogo bila malipo kwa vijana. Mmoja wa wanafunzi wake baadaye alimwalika kushiriki kwenye uwekezaji wa majengo uliomletea faida kubwa. Funzo: toa maarifa, msaada au muda, na malipo yatarudi kwa namna isiyo ya moja kwa moja. Hitimisho la Kiyosaki. Kiyosaki anahitimisha kwa kusema, matajiri wanatenda kabla hawajaogopa. Watu wa tabaka la kati wanasubiri mpaka wawe na uhakika. Masikini wanasubiri kila kitu kiwe salama, jambo ambalo haliji kamwe. Usisubiri mpaka uwe tayari kabisa. Chukua hatua moja tu leo. Jaribu uwekezaji mdogo, jifunze kitu kipya au ongeza maarifa kidogo. Ukianza sasa, hata kidogo, kesho utashukuru kwa ujasiri wako. Hatua ndogo leo, uhuru wa kifedha kesho. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Tupe maoni yako kwenye comment. Hadi muda mwingine. Bye bye.